Neno la Mungu linalotuongoza leo linatoka Zaburi ya 60 mstari wa kwanza A. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikiandaa somo hili nilipewa mstari, na huu mstari ulikuwa ni mstari mfupi lakini ambao umebeba ujumbe uliokamilika, kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Na nilipenda kuendelea kujua kwamba ni nini kilichomfanya Daudi akasema jambo hili. Ni nini kilichomfanya Daudi akazungumza huu mstari aliozungumza. Nikagundua kwamba Daudi wakati anazungumza mstari huu walikuwa wakipitia kwenye vita, na walikuwa wamepitia wako kwenye vita, lakini tunamsoma Daudi katika maisha yake, mtu ambaye Biblia inamshuhudia kwamba ni mtu anayeupendeza moyo wa Mungu. Tunapomsoma tunaziona hatua zake. Ni mtu ambaye alikuwa akimwamini Mungu sana. Daudi, mimi nafikiri kila mtu kwenye Biblia ana favorite mtu, ana mtu ambaye ni favorite, ambaye anamvutia anaposoma Biblia. Ninaamini kila mtu, kwa sababu hapa duniani kila mtu anavutiwa na character mbalimbali za watu. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunasoma Biblia, kila mtu kuna character mtu. Hapa nikiamua kumuuliza kila mtu atazungumza character ya mtu ambaye huwa anamvutia sana. Tukiachana na Yesu, kwa sababu Yesu wengi watamtaja Yesu. Wengi watasema Yesu. Sifikiri kama kuna mtu atataja mwanadamu kabla ya Yesu. Wote tutataja Yesu. Lakini kwenye character kuna mtu ambaye kila mtu anavutia. Mwingine atasema Yoshua, mwingine atasema Esther. Mimi tangu nilipokuwa nikimsoma Daudi, ni mtu ambaye amekuwa akinivutia sana. Na amekuwa akinivutia, naweza mkasema kwamba ni mimi labda nimesema hivyo kwa sababu Daudi anasema kwamba ni mtu anayeupendeza moyo wa Mungu. Hapana jamani. Mimi nilivutiwa kivyangu tu. Na kitu ambacho kilikuwa kinanivutia sana kwa Daudi, ambacho ni kikubwa sana, ni moyo wa unyenyekevu. Daudi alikuwa ni mtu ambaye akigundua amemkosea Mungu, aliwahi sana kwenda kutubu. Na sisi maisha yetu yanapaswa kuwa hivi. Na ni mtu ambaye tukimsoma tangu akiwa mtoto mdogo, alikuwa ni mtu ambaye anamtumaini Mungu. Akizungumza habari, anapokwenda kuzungumza, anapoomba kwamba yeye aende kwenye vita akapigane na Goliath, anazungumza, anasema kwamba anaanza kutoa sifa zake. Anasema kwamba mimi nilikuwa nikiwapiga dubu na simba waliokuwa wanataka kuvamia kondoo wa baba yangu. Kwa hiyo anazungumza, na anapoenda kupigana ile vita alienda akiwa mtoto mdogo alipokwenda kumpiga Goliath, lakini tunamuona kwamba alilitaja jina la Mungu. Alisema kwamba mimi nitakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa sababu alimwambia unakuja, Goliath anakuja na silaha, lakini yeye atamjia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba Daudi alikuwa ni mtu ambaye anamwamini Mungu tangu akiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo alipoendelea anakuwa akiwa anamwamini Mungu. Ninafikiri hichi kitu ambacho tunaweza tukakitazama pia kwa watoto wetu, tukaangalia namna ambavyo maisha yao yanakuwa yakimtazama Mungu, na ni namna gani wakati mwingine wazazi wanaweza wakasubiri mtoto kumtumaini Mungu, akaonyesha tumaini la kumtumaini Mungu labda akiwa anakuwa kijana ndo aone anaanza kumwamini Mungu. Hapana, mtoto anapaswa kufundishwa tangia akiwa mtoto mdogo kabisa kuanza kumtumaini Mungu na kuonesha kwamba ni namna gani anamwamini Mungu. Na hii Zaburi ya 60 mstari wa 12 inafanana sana na Zaburi ya 100 na Zaburi ya 108 mstari wa 13 inafanana sana huku mwishoni. Lakini tofauti yake hapa, Daudi alikuwa anaelezea
katika Zaburi ya 60 alikuwa anaelezea namna ambavyo anajiandaa kwenda vitani. Kwa hiyo yeye alikuwa anamtumaini Mungu tangia akiwa anaenda vitani. Lakini katika Zaburi ya 108 mstari wa 13 neno la Mungu linasema, kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawatawanya watesi wetu. Ila ukisoma mistari ya mwanzo, tutasoma mistari ya mwanzo, inasema, Mungu, moyo wangu uthabiti, nitaimba zaburi. Naam, kwa utukufu wangu amka kinanda na kinubi. Nitaamka alfajiri, Bwana nitakushukuru kati ya watu, nitakuimbia zaburi. Mwanzo alikuwa mwanzo ukisoma Zaburi ya 60 unaona alikuwa analalamika. Lakini ukija kusoma Zaburi ya 108 unaona akiwa anashukuru. Ni kwa sababu gani? Alikuwa ameona matendo ya Mungu yale aliyoshuhudia katika Zaburi ya 160 mstari wa 12. Sasa anakuja kuyaona huku kwamba Mungu amemtendea. Vile alivyokuwa akimwamini Mungu ndivyo Mungu alivyomtendea. Na tunajua kabisa kwamba katika kumwamini Mungu tuna uwezo wa kutenda mambo makubwa sana. Waliokuwa wanaimba hapa wameimba sehemu kubwa sana ya mahubiri yangu. Mpaka nikasema kwamba wamemaliza mahubiri, sasa mimi nitaenda kusimama niombe. Kwa sababu wamezungumza mambo mengi. Chazi, mwenyekiti wa vijana, amezungumza ukuu wa Mungu. Vile Mungu alivyomtendea makuu, vile ambavyo alikuwa amehisi kama kuna wakati ambapo kama hawezi tena. Lakini yani vile ambavyo ilikuwa inaonekana kama mwanachuo ikitokea kwamba amekosa mkopo, kama nyumbani walikuwa hawajamwekea vizuri swala la kunanilia la kumlipia ada, na kitu ambacho kinamuumiza. Na wengi pia wanafunzi wanapenda sana mkopo, otherwise labda nyumbani wao wamesema asisome kwa mkopo. Kwa hiyo alipomwamini Mungu alitenda makuu. Mungu amemfikisha hapa alipomfikisha. Hatutamwangalia Mungu kwa kutenda makuu kwa kuangalia tu kwamba labda alivyomsaidia Daudi kumpiga Goliath. Lakini kuna mambo katika maisha yetu ambayo ni Mungu ametutendea mambo makuu. Mungu ametutendea mambo makubwa sana. Hatutamwangalia Mungu tu kwamba alivyokuwa akimshindia Samsoni. Hapana, Mungu kwa maisha yetu ametenda mambo makubwa sana. Kwa sababu tunajua kabisa kuna wakati ambao katika maisha yetu tusingeenda bila Mungu. Ninakumbuka nikiwa chuo, kuna siku ilikuwa ninapaswa kwenda yani research yangu ilikuwa imefanyika, lakini ikawa ina makosa. Na ilipokuwa ina makosa, niliitwa chuoni. Nikitokea Dodoma nikaambiwa yani ni simu ya dharura kwamba napaswa niwepo chuoni. Na supervisor wangu alikuwa sio mtu rahisi ambaye unaweza sio mtu rahisi. Kwa hiyo mimi niliondoka Dodoma, niliondoka asubuhi, maana nilipigiwa simu mida kama ya saizi, nikaambiwa kesho yake natakiwa saa 8 niwe Dar es Salaam chuoni. Kwa hiyo niliogopa, lakini Mungu alinitia ujasiri. Nilienda njia nzima nikiwa namuomba Mungu, na nilikuwa namwambia Mungu kwamba wewe unamjua Donadi. Supervisor wangu alikuwa anaitwa Mr. Donadi. Nilikuwa namwambia Mungu, wewe unamjua Donadi kuliko mimi ninavyomjua. Unajua namna ambavyo mahali ambapo anaweza kuhofu, unamjua namna ambavyo ana ujasiri, unamjua mahali popote wewe unamjua. Niliomba sana njia nzima. Na nilipoenda, supervisor wangu akakagua research yangu. Katika kitu cha ajabu sana, nilipata favor ya ajabu. Mimi sijui ni mwanafunzi niliyepata, sijui kama kuna mwenzangu aliwahi kupata favor kama mimi. Mr. Donald alinifanyia research sehemu zote zilizokuwa na makosa. Hakuwa tu kwamba anakata, yani nilikuja kugundua kwa sababu mimi ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kufanya research, kwa hiyo nilikuwa sijui. Alipokuwa anakata afa anajaza kinachotakiwa kwenda kujaza, yani kwamba mimi nikitoka kwake ni kazi naipeleka moja kwa moja stationery iende ikafanywe marekebisho basi. Kwa hiyo mimi nilipotoka nikaenda kuwaonesha wanafunzi wenzangu ambao tulikuwa tuna matatizo pia. Walipokuwa wanaiangalia, wakakopi sehemu ambazo zina makosa. Wanazotakiwa kunanilia kukopi. Lakini ziliporudishwa kwamba kujulikana kwamba ni mimi nilipata favor ya pekee,
aliwarudisha akawaambia hapana, hii ni research ya mtu fulani, hii ni research ya mtu fulani. Kwa hiyo mimi ninamshukuru Mungu sana. Ni Mungu aliyeniwezesha hilo jambo kubwa sana likatokea kwenye maisha yangu. Halikuwa jambo rahisi. Tunajua kabisa kwamba research inamaanisha nini unapokuwa chuoni. Kwa hiyo Mungu niliyemuomba njia nzima ndiye aliyenitendea makuu. Lakini pia katika kuangalia kwamba msaada wa Mungu unaweza ukawa una vitu ambavyo vinapaswa kuangaliwa. Kwa nini mwanadamu anahitaji msaada wa Mungu? Mwanadamu anahitaji msaada wa Mungu kwa sababu wanadamu hatuna utoshelevu. Hata katika the best, yani mwanadamu the best, yani sijui nielezee best wa aina gani. Ule wa level ya juu kabisa, wa mwisho amefika katika level yake ya best kabisa, lakini bado hajitoshelezi. Na ndio maana sisi wanadamu tunamhitaji Mungu. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba alitujua kwamba tunahitaji msaada, na alitujua kama katika level yoyote ya ubora wetu hatuwezi kujitosheleza, tunamhitaji msaada wa Mungu. Lakini pia tunajua kwamba shetani anatuinda sisi usiku na mchana. Yani anatafuta namna yoyote kwamba tufeli, anatafuta namna yoyote tuharibu. Kwa hiyo Mungu ndio maana anatuwekea kwamba yeye ni msaada wetu, yeye ni msaada wetu wa karibu. Na neno la Mungu katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 linathibitisha jambo hili, kwamba namna ambavyo shetani anatuwinda usiku na mchana. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Kama kuna mtu amepata haraka, ninaomba anisomee. Amina. Simba angurumaye Ndio zunguka akitafuta mtu ammeze. Amina. Mungu akubariki sana. Tunaona kabisa kwamba mshtaki wetu anazunguka kama simba ungurumaye akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo sisi tunahitaji msaada wa Mungu kila wakati na kila saa, tunahitaji msaada wa Mungu. Ni kwa namna gani Mungu anatusaidia? Mungu anatusaidia wakati mwingine kwa rehema tu. Anaturehemu, yani anatuhurumia. Sio kwamba tunastahili, lakini Mungu kwa sababu ya rehema zake yeye anaachilia msaada. Kuna wakati mwingine hata unaweza ukapita sehemu na Mungu akawa ameachilia msaada kwako. Ukajiuliza, ni jambo gani ambalo nimelitenda jema sana ambalo nikastahili kutendewa hivi nilivyotendewa? Lakini sio kwa sababu sisi tumetenda jema, na sio kwa sababu ya jambo lolote ambalo tunaweza kujihesabia haki, ila ni kwa sababu Mungu yeye ni wa rehema. Na kama Zaburi ya 51 inavyotuambia, Zaburi ya 51 mstari wa kwanza, Zaburi ya 51 mstari wa kwanza linasema, neno la Mungu linasema, Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Kwa hiyo Mungu anatuhurumia tu. Ukisoma Zaburi yote utagundua kabisa kwamba mwanadamu anafanya makosa mengi, lakini ni neema ya Mungu na rehema ambayo inaendelea kutusogeza mbele za Mungu na kutupa msaada ambao unakuwa wa karibu, kama neno la Mungu linavyosema. Na Mungu pia anaweza kuachilia msaada wake kwa kuachilia huduma ya watu. Mungu anaweza kuwatuma watu ambao wakaja kwenye maisha yako kufanyika msaada, na wakakusaidia kuweza kufanya mambo makuu. Mwanadamu anahitaji msaada. Hakuna namna mwanadamu ambaye anaweza kujitosheleza. Tunajua kwamba kabisa kila mtu anaweza kufika katika level ya juu kabisa kwa kiasi ambacho Mungu ameachilia neema ya yeye kupata msaada. Na tukisoma Warumi sura ya kwanza, Warumi sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa pili,
Warumi sura ya 16 Warumi sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Neno la Mungu linasema, namkabidhi kwenu Fibi, ndugu yetu aliye mhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalolihitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Tunaona kabisa kwamba tunahitaji kusaidiana. Mungu anaweza kumwachilia mtu, akamtuma mtu kwako kwa ajili ya kusaidia. Yani Mungu anavyokusaidia, tukisema kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu. Hatutegemei kwamba tu wakati wote Mungu atashuka au atashusha malaika zake kutoka juu kuja kusaidia, lakini kuna wakati Mungu ambao ataachilia huduma ya binadamu kukusaidia, na hilo tunapaswa kujua. Na katika kujua hilo tunapaswa kujifunza kuishi na watu vizuri, kwa sababu haujui Mungu atainua msaada kutoka kwa nani. Na huduma nyingine Mungu anaweza kuachilia msaada kwetu ni kwa huduma ya Roho Mtakatifu. Tukisoma neno la Mungu kutoka katika Zekaria sura ya 4 mstari wa 6. Zekaria sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabel kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaachilia Roho Mtakatifu kutusaidia. Tunajua Roho Mtakatifu anatusaidia katika vitu vingi sana kabisa, sana. Wakati ambapo unaweza ukaa huko peke yako, msaada hauoni msaada kokote, Mungu Roho Mtakatifu yeye anayekuwa ndani yetu anakuwa msaada wa karibu nyakati zote. Tunajua kabisa Mungu anaweza kututumia malaika, anaweza kufanya msaada wa malaika, kama tukiziangalia sasa yale matendo makuu ambayo kwa akili zetu za haraka tunaona kwamba ni matendo makuu. Tunamwangalia kwamba Yoshua ni mtu ambaye alitenda matendo makuu, yani ukiyafikiria unashangaa, lakini tunajua kwamba ni kwa mkono wa Mungu. Moja ya matendo makuu kabisa ambayo Yoshua aliyafanya, lakini tunajua kwamba nyuma yake wale watu waliokuwa wakiomba ndio walisababisha akatenda mambo makuu. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa msaada wa Mungu. Tunajua kwamba Yoshua alipigana vita, na alipigana vita ikafika wakati mkono wake ukachoka, lakini kinachotushangaza ambacho bado binadamu mwingine hajawahi kufanya, ila tukiwa na imani tutaweza kufanya, alisimamisha jua. Na tunajua kabisa kwamba ni kwa msaada wa Mungu alitenda jambo hili kubwa sana la kusimamisha jua. Tunatamani kwamba atokee mtu mwingine ambaye ana imani kubwa kabisa ya kusimamisha jua. Na kitu kingine ambacho tunakisoma pia matendo yale makuu ya Mungu ambayo tunaweza pia tukayatafakari, ambayo ni makubwa kabisa, ambayo yanatushangaza, kwa sababu mimi ni binadamu na ninyi ni binadamu. Najua nature ya binadamu, ambapo tukiwa tunaambiwa matendo makuu, kwa haraka mind zetu zinaenda wapi? Tunajua kwamba kuna wakati ambao wana wa Israeli walikuwa wanapigana, alafu ikafika wakati ambao Mungu akaachilia mawe ya barafu makubwa kutoka mbinguni. Msaada huo ulikuwa ndo msaada wa Mungu, sasa ule wa direct ambao ndo tunaufikiria kwamba mawe yakapiga watu wakakuta wamekufa wengi. Ukimtazama Mungu alivyokuwa akiwasaidia wana wa Israeli, tunaona namna kubwa na ya kushangaza sana ya Mungu. Lakini huyu ni Mungu ambaye anafanya kwetu leo, na atafanya, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu.
namna tunavyoweza kuchochea msaada wa Mungu. Wakati mwingine msaada wa Mungu unahitaji kuchochewa, na ili kuthibitisha kwamba msaada wa Mungu wakati mwingine unahitaji kuchochewa, sio kitu ambacho tunaweza tukakichukulia rahisi, sio kitu ambacho tunaweza tukakichukulia for granted. Tunafahamu kwamba alizaliwa Samsoni akiwa ana nguvu ya Mungu, na wembe haukuwahi kupita katika kichwa chake. Lakini Samsoni tunaweza kuzungumza kwa namna nyingine au kwa namna ya sasa katika njia rahisi na kwa lugha rahisi inayoeleweka, kwamba alifika hatua labda akachukulia nguvu za Mungu for granted. Yani akaona kwamba sinatembea tu na nguvu za Mungu, mimi si huwa nikishika tu kuta hivi unadondoka. Yani kwa hiyo, kwa sababu kama angelijua kwamba anakwenda kupoteza nguvu zake, asingekuwa amechukulia kile kitu kirahisi hivyo. Na sisi tunaweza tukawa tunatendewa na Mungu mambo makubwa. Mungu anatuonesha msaada mkubwa sana katika maisha yetu kwa mambo mbalimbali. Yani kuna vitu ambavyo ukikaa kabisa ukitafakari, unajua kabisa hapa bila Mungu mimi nisingeweza, hapa bila Mungu mimi nisingevuka. Kwa hiyo Samsoni anafika hatua anaelezea nguvu zake. Anapoelezea nguvu zake zinakuja zinaondolewa kwa sababu ananyolewa nywele ambayo ilikuwa ni asili ya nguvu zake. Lakini kama angekuwa yuko karibu vizuri na Mungu, angetambua kwamba Delila nia yake ilikuwa ni nini. Kwa hiyo kuna wakati sisi ambao tumechukulia mambo ya Mungu kirahisi, na ikasababisha kwamba nguvu za Mungu zikapungua kwenye maisha yetu. Na nguvu za Mungu zinapopungua, tunajua kwamba msaada wa Mungu pia unaweza kuondoka. Tunajua kabisa kwamba Samsoni ilifika hatua ilibidi amuombe Mungu toba na arudi mbele za Mungu kumuomba rehema. Kabla ya kufa ikabidi amuombe Mungu, na ndipo aliporudishiwa zile nguvu zake. Na aliporudishiwa nguvu zake, tunaona kwamba akaweza kunadilia, akaweza tena kufanya kuua watu kwa kutumia zile nguvu zake, kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa imerudi kwenye maisha yake. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni nini ambacho kinaweza kikasababisha kuchochea nguvu ya Mungu ikatokea kwenye maisha yetu? Tunahitaji kuwa na nia ya kuonesha kwamba ninahitaji msaada wako. Mungu anaupenda moyo uliovunjika. Moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu anasema hata udharau. Kwa hiyo kama Mungu hata udharau, anatuangalia namna ambavyo tunahitaji msaada wake. Wakati mwingine unaweza ikawa ni ngumu kumsaidia mtu ambaye hajaonesha kwamba anahitaji msaada. Kwa hiyo hata huu msaada wa Mungu ambao ni kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu, hautakuja tu hivi hivi. Tunamuona kabisa Daudi akikiri nguvu ya Mungu kwamba ipo na kwamba Mungu atawasaidia, na ndivyo tunamuona Mungu akiwasaidia. Pia tunahitaji kuchochea nguvu ya Mungu kwa kuomba maombi ya rehema na kuomba maombi ya msaada. Hapa tulikuwa tunahitaji msaada kama neno la Mungu linavyotuelekeza katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 8. Lakini pia tunahitaji kuomba maombi ya rehema na kuomba maombi ya kuhitaji msaada. Tunasoma neno la Mungu katika Danieli sura ya 4 mstari wa 34 mpaka 37. Inaonyesha kwamba Danieli alirudi mbele za Mungu kwa kunyenyekea akihitaji msaada wa Mungu. Lakini pia neno la Mungu katika Yeremia 33 mstari wa 3, mstari ambao watu wengi sana wanaofahamu na ni mstari maarufu kabisa. Huu mstari tukiusema kabisa kwa kumaanisha kabisa, utatenda mambo makubwa sana kwenye maisha yetu. Neno la Mungu katika Yeremia 33 linasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo tunahitaji, Mungu anahitaji tumuite. Kwa hiyo tukimuita tunaonesha kabisa kwamba tunauhitaji msaada wake. Kwa hiyo Mungu atatufanyia vile ambavyo tunakuwa tunahitaji msaada wake. Lakini pia kwa kupanda mbegu ya kusaidia wengine na mbegu ya kuwahurumia wengine. Tunajua kwamba Mungu wakati mwingine anaachilia huruma kwetu tu, lakini neno la Mungu linatufundisha kupanda mbegu ya wema kwa wengine, kupanda mbegu ya huruma kwa wengine, kupanda mbegu ya kuwasaidia wengine.
Yaani kuna vitu ambavyo unaweza ukawa unavichukulia kwenye maisha kwamba unafanya kitu cha kawaida kabisa, lakini kumbe ukawa unapanda mbegu ambayo hiyo mbegu Mungu atakuja kuachilia msaada wakati ambao wakati mwingine haukutegemea, au wakati ambao umemkumbusha Mungu, kwa sababu pia tunapaswa kumkumbusha Mungu. Neno la Mungu katika Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 linatueleza. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Amina, Mungu akubariki. Amina, naomba urudie tena. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Amina, amina, Mungu akubariki sana. Na neno la Mungu tena katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 7, na mwingine naomba atafute Mhubiri 11 mstari wa 6. Mathayo 5 mstari wa 7. Amina. Amina, Mungu akubariki sana, asante. Na Mhubiri 11 mstari wa 6. Mungu akubariki. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au hii, kama zote zitafaa sawa sawa. Amen. Amina, Mungu akubariki sana. Mnaona maandiko yanatuthibitishia kabisa kwamba kile unachokipanda ndicho utakachokivuna. Ukipanda mbegu asubuhi, jioni utakwenda kuvuna. Na neno la Mungu pia linatuambia kwamba mtu mwenye rehema atapewa rehema. Kwa hiyo neno la Mungu liko wazi kwamba kuna wakati ambao ni kama vile ambavyo usiposamee hautosamehewa. Hiyo ni kanuni ya kimungu, na Mungu huwa analiheshimu jina lake, analiheshimu neno lake. Neno la Mungu linasema Mungu ameliheshimu neno lake kuliko jina lake. Kwa hiyo na vitu vyote vitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Kwa hiyo ni muhimu kabisa kuwasaidia wengine. Ni muhimu kuwa na rehema kwa ajili ya watu wengine, kuwahurumia wengine, kuwasaidia wengine na kuwahurumia wengine. Namna ya kupokea msaada wa Mungu: tunapokea msaada wa Mungu kwa kutoa shukrani mbele za Mungu. Zaburi 136 mstari wa 1 mpaka wa 5. Zaburi 136 mstari wa 1 mpaka wa 5. Amina, nitasoma. Amen. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanye maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amina, Mungu akubariki sana. Tunaona kwamba katika kumshukuru Mungu, Mungu anaachilia msaada. Ni neno zuri sana kusema kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Lakini katika Mungu kuachilia msaada wake, kuna vitu ambavyo na sisi tunapaswa tuwe tunatembea navyo, na kuna vitu ambavyo tunapaswa pia kuwa na kanuni ya kuvifanya. Ndio tunaona kwamba msaada wa Mungu ulio mkuu kabisa utakuja. Msaada wa Mungu upo kila siku kwetu. Lakini kuna vitu ambavyo pia tunapaswa kuvifanya, na neno la Mungu halipingani. Na pia kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha Mungu akaachilia msaada kwetu ni kwa kushuhudia
kushuhudia na kutangaza wema wa Mungu mbele ya watu wake. Zaburi 22 mstari wa 22. Zaburi ya 22 mstari wa 22, Yohana 4 mstari wa 29 na Zaburi 119 mstari wa 46. Nitasoma Yohana sura ya 4 mstari wa 29. Amen. Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Amina. Mungu akubariki. Tunamwona mwanamke yule aliyekuwa akichota maji pale kwenye kisima cha Yakobo. Tunaona alipotokewa na Yesu. Na tunajua kwamba kabisa maisha ya yule dada yalibadilika kabisa baada ya kuonana na Yesu. Na kwa sababu aliyashuhudia matendo makuu ya Mungu. Watu wengi walikutana na Yesu. Kuna watu ambao waliandikwa kwa Biblia. Tunajua kabisa kwamba sport nyingi sana zimeandikwa kwa Biblia. Lakini tunajua kabisa kwamba kuna watu waliokutana pia na Yesu wakatake for granted. Yaani wakaona tu ni kitu cha kawaida. Tunawasoma kwa Biblia. Kwa hiyo sisi tunapaswa kumshukuru Mungu, tunapaswa kutushuhudia matendo makuu ya Mungu ili Mungu aendelee kuachilia ule msaada wake kwenye maisha yetu. Na Zaburi ya 22 Zaburi ya 22 mstari wa 22, neno la Mungu linasema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakushukuru, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Kwa hiyo ni muhimu tumsifu Mungu, ni muhimu tutangaze matendo makuu kwenye maisha yetu. Na tunajua tuna msaada wa Mungu utakuwa unaweza kuondoka kwenye maisha yetu kama tutatake for granted. Tusisahau hilo. Tunaona watu wengi wakitembea na Mungu mpaka mwishoni. Tunaona kabisa na watu ambao walikuwa wanaharibu kwa ajili ya kuchukulia vitu vya Mungu kawaida. Wana wa Israeli walisafiri, walijua kabisa aliyowasaidia kutoka mwanzo wa safari yao mpaka mwisho, mpaka pale walipoamua wenyewe, walipochagua kwamba wenyewe ndio itakuwa mwisho, kwa sababu walikuwa wana take for granted sana. Na mimi kila wakati ninapokuwa ninawasoma wana wa Israeli huwa ninaiona huruma kubwa sana ya Mungu kwenye maisha yao. Yaani wakati mwingine huwa najiuliza, hivi Mungu alikuwa ana huruma ya kiasi gani kwao? Lakini ni Mungu huyu ambaye anatuhurumia sisi pia kila siku. Walikuwa wakifanya vitu ambavyo yani wamejua kabisa ni sawa na, lakini ni hata sasa haya mambo yanatokea. Wazazi watoto wanalelewa na wazazi wao vizuri. Wanamuona mzazi ndo alikuwa akimhudumia tangu anakuwa mtoto mdogo, yani tangu alipoanza kujitambua anajikuta kwamba yeye ni wa familia hiyo. Familia imemsomesha, familia imemvalisha. Lakini anaanza kuja kuona wazazi wake ni kitu yani kama yani anawachukulia wazazi wake kama nothing. Kuna watoto ambao wanafanya hivyo. Na ndio maana naona Mungu akaona kwamba watu sio waheshimu wazazi watapunguzwa maisha. Kwa hiyo kile kitu ambacho walikuwa wamekifanya wana wa Israeli, yani waliona kabisa, wakachinja kondoo, wakapaka kwenye milango damu, wanaona kabisa wanatoka kwa msaada wa nani, wanaenda njiani. Lakini hii ipo kwenye maisha yetu hadi leo. Kuna wakati ambao unaweza ukawa umepita katika nyakati ngumu hadi ukasahau kama Mungu kuna nini alichowahi kukufanyia nyuma. Tumuombe sana Mungu kwamba hizo nyakati ziwe yani kwenye maisha yetu ziwe zinapita haraka, kwa sababu sio sisi tu. Ukimsoma Daudi, the man after God's heart, mtu anayeupendeza moyo wa Mungu, unaona kabisa kwamba anasaidiwa na Mungu. Ni kweli Daudi alipita kwenye nyakati ngumu sana, lakini pia kuna nyakati za shida. Unamuona anavyolalamika. Na sisi kuna wakati kwenye maisha yetu tunapita wakati hadi tunaanza kuuliza kama
mbona kuna watu wanafanikiwa kuliko mimi, Mungu nitabaki hivi hadi lini? Lakini nyakati zote tunapaswa tujikumbushe kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, na ni muhimu tufate zile kanuni za kimungu ambazo Mungu kwa rehema zake anaachilia msaada kwetu. Hatuwezi kujihesabia kwamba labda tunaweza kutenda mambo makuu kabisa, lakini Mungu anatuwezesha. Tumepewa Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana tuweze kufanya mambo makubwa kwa msaada wa Mungu, tukiendelea kulitumaini tumaini la Kristo ambalo ameweka ndani yetu. Tuna neema na bahati na baraka ya pekee sana kumjua Mungu. Katika umri wote ambao umepata neema ya kumjua Mungu, jihesabu kwamba ni mtu mwenye baraka na mwenye neema ya pekee, kwa sababu maisha nje ya Kristo ni maisha magumu sana, na hata wakati mmoja tusitamani kutoka nje ya Kristo. Mungu ambaye tunamtumaini aendelee kujidhihirisha kwenye maisha. Tunaweza tukafikiri tukasema kwamba labda nilipanga malengo kutokea Januari mpaka inafika mwezi wa 12 bado sijaona. Mungu ni Mungu wa dakika za mwisho. Anaweza pia kuonekana dakika ambazo watu walikuwa wamekata tamaa, mtu alikuwa amekata tamaa, mtu alikuwa hategemei kabisa, lakini Mungu akajidhihirisha. Tunaona kabisa kwamba Danieli, Mungu angeweza kuruhusu kwamba asiingie kwenye tundu lile la sindano, lakini Mungu yule aliruhusu, na ili aje ajizolee utukufu wake. Kuna wakati mwingine ambao Mungu anaachilia jambo lifike mwisho kabisa, ambao hata wewe unafika point umekata tamaa kabisa, unafikiri kwamba haiwezekani tena, lakini Mungu anakuja kujidhihirisha. Mungu wa 11 hours, Mungu wa dakika za mwisho, anasema kwamba wale walioingia asubuhi na aliyeingia jioni watalipwa mshahara the same. Yani Mungu wa dakika za mwisho, huyu Mungu tunayemtumaini atafanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Atafanya mambo makubwa kuliko yale tunayoweza kuyafikiri na kuliko yale tunayoyaomba, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunachochea nguvu ya Mungu ndani yetu, ili kwamba ile nguvu inapotoka inatenda kazi ya Mungu. Ni lazima nguvu ya Mungu iwepo ndani yetu ili Mungu aachilie msaada. Amina. Mungu awabariki sana.